Matumaini yangu ni kwamba ni watazamaji 1100 ndio wajumuika nami kufuata taarifa ya habari katika lugha bora tukufu na sanifu ya Kiswahili, matangazo yanayokujia moja kwa moja toka hapa jijini Goma, mji mkuu wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini Mashariki mwa Kongo DRC. Karibu kujiunga nami. Miongoni mwa yale tutakayokuandalia ni pamoja na kuteuliwa kwake Modeste Bahati Lukwebo kama mkuu kiongozi wa baraza la seneta huko jijini Kinshasa. Kura imeendeshwa hii tariki 2 Machi 2021. Ni kwamba Modeste Bahati Lukwebo amemgomboa Alexis Tambwe Mwamba aliyejiuzulu kumepita siku fulani katika kesi ya ufisadi na wanamemba wengine wa serikali, ikiwa ni wanamemba wa bunge jijini Kinshasa huko baraza kuu ya seneta. Kumbuka kwamba Modeste Bahati Lukwebo amepita na sauti 89 zidi ya 98, wakati ambapo sauti hizo ni ambazo zilimpigia kura katika uchaguzi wa hii tariki 2 Machi 2021. Amemgomboa kama hivyo. Tumezungumza Alexis Tambwe Mwamba. Huyu alijiuzuru baada ya kutuhumiwa katika kesi moja ufisadi huko jijini Kinshasa, wakati ambapo alikuwa kiongozi wa baraza kuu ya bunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuondoke jijini Kinshasa na tujielekeze huko mnamo kata ya Keshero, wakati ambapo habari za hivi karibuni zimetueleza kwamba askari mmoja wa FARDC amemfiaturia risasi akina mama wawili hivi tu, na miongoni mwao mmoja amefariki hospitalini wakati ambapo alikuwa akipokea tiba ya dharura. Kiongozi wa kata ya Keshero Tom Sikiraku amelaumu kitendo hicho na kuomba maaskari hawa kutoendelea kuendesha tabia hizo za kuwafiaturia risasi bila shaka wakazi ambao wameishi katika eneo yake. Aliweza kutusukumia sauti ambayo nitakuomba kuifuata, jinsi anakuwa akileta mafasirio kuhusiana na kesi hiyo ya kupigwa masasi kwa akina mama wawili mnamo kata ya Keshero tarafa Dilaka. Fuateni. Kumleo kiongozi makamu wa kata la Keshero. Kwa mchana leo kata letu la Keshero mlisikia mitutu ya risasi. Ilikuwa ni askari moja mwenye ni mlinzi wa Colonel Oscar Omar ndio mwenye alipiga masasi, jina yake Shamamba, na sasa alipiga masasi hiyo piga wa mama wawili, na mmoja jina yake Chance Kwiruka, na ni mke wa polisi jina lake Aganza Tresor mwenye anatumikia Bukavu. Mama wa pili mwenye alipata risasi ni mama Elodine Pakanira, mke wa papa Bienfait Mulumedero, anakuwa Sudere, na wote walikuwa transfere kwenye vituo vya afya, lakini kwa bahati mbaya kisha saa kidogo mama Elodine Pakanira amefariki. Ule mama Chance ndio angali hai, lakini naye alilumia vikali. Kwa neema Mwenyezi Mungu kuna sana weza pona. Na huyo mwanajeshi askari ameenda kwenye mikono ya sheria, ili sheria iweze kumhukumu kufuatana kitendo kibaya ametenda kwa wakaaji wa Keshero. Kwa hiyo kila mara tunaleta ripoti kwa wakubwa wa jeshi hata wa rahia kwa ajili ya wa garde wenye wako mkata letu la Keshero. Wanaleta maafa mingi, kupiga masasi kiolela. Kwa sasa unaona wanaanza fika sasa mkiasi hata ya kuua wakaaji wenye tunaongoza. Kwa hiyo mjini Butembo, kesi za maambukizi ya maradhi hatari ya Ebola zaendelea kuorozeshwa mjini humo, mji ambao umeguswa na virusi hivyo vya Ebola siku za leo. Kumbuka kwamba kwa siku za hivi kesi 11 zathibitishwa na viongozi wa afya mjini Butembo. Watu 4 tayari waripotiwa kufariki, yani kesi 4
wameripotiwa bila shaka kufariki, wakati ambapo waziri ambaye amehusika na masuala ya afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini katika kikao na waandishi wa habari mjini Butembo amethibitisha kwamba kesi 3 nyipya tena za maambukizi zilizorozeshwa katika siku ya Jumatatu tariki mosi mwezi Machi 2021 mjini humo Butembo. Wakati huo Daktari Nzanzu Sialita Eugene ambaye ni waziri wa afya katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini ameendelea kuomba raia wote kuheshimu kanuni mbalimbali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuweza kukabiliana na maambukizi ya virusi hivi vya corona ambavyo vimerudi mara tena, bila shaka Ebola kumurazi. Ebola ambayo imerudi mara tena baada ya wimbi la 10 kuendeshwa 11 huku mjini Butembo, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi wanahitaji raia kushikamana, kuona jinsi raia wanaweza kushikamana na kuheshimu kanuni mbalimbali za serikali, ikiwa ni maagizo ambazo ziliwekwa katika juhudi za kuweza kukabiliana na maambukizi ya virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baada ya maandamano iliyoendeshwa huko katika mtaa wa Nyiragongo, wakati ambapo walimu wamekuwa katika mgomo na kusema kwamba wamekatwa pesa zao na hawajui pesa zimeenda wapi, hivi mnamo Jumatatu waliandamana mtaani Nyiragongo pamoja na wanafunzi ambao zaidi sana waliomba masomo ianzishwe mara tena. Wanafunzi huko mtaani Nyiragongo waliomba serikali na kuwalipa hao walimu ambao wamedai pesa zao ili kwamba milango ya shule ipate kufunguliwa katika shule zimoja huku wilayani Nyiragongo. Lakini Sekop, ikiwa ni shirikisho ambayo imehusika na kuwalipa walimu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, imejieleza na kusema kwamba walimu ambao wamekuwa katika mgomo hawapendi kuweka maanane hatua za serikali ambayo iliona ni vizuri wanafunzi wasome kwa bure. Sasa wale ambao wamesoma katika shule za msingi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sekop ikiwa ni shirikisho hiyo ambayo tumeizungumzia, imesema kwamba walimu hao wameanguka katika chochezi na hivi wameombwa kurudi tena shuleni na kuwafunza wanafunzi, sababu wakienda mbali na hiyo watakuwa wameua ni kwamba masomo kwa bure kama hivyo iliamriwa na viongozi wa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnamo kata ya Mabanga ya Kaskazini, habari za hivi karibuni zimetueleza kwamba tarafa nyingi hazipate umeme na giza ambayo imeonekana ndani ya tarafa hizo tunazozungumzia imesababisha kwamba kesi za ukosefu wa usalama ziendelee kuripotiwa siku baada ya siku. Ni hivyo vijana wa huko wameweza kujieleza mbele ya kamera yake Awa Jandedi, ambao wametathmini kwamba ingekuwa heri viongozi wa eneo hiyo waweze wakachangia katika hali ya kuleta umeme ndani ya tarafa mbalimbali na barabara kwa ajili ya kuweza kukabiliana na kesi za ukosefu wa usalama ambazo zimeonekana kuwa nyingi mnamo eneo hiyo ya Mabanga ya Kaskazini, ni katika mtaa wa Karisimbi hapa jijini Goma. Na wanawake ikiwa ni wajane wa maaskari jeshi waliofariki kwenye uwanja wa mapambano waliandamana mnamo Jumatatu na uendelea kuandamana ili kuomba pesa zao, wakati ambapo wamezungumzia miezi 4 pasipo kulipwa na viongozi wa majeshi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wametoa sauti zao na kuomba rais pia viongozi wa kijeshi waweze wakawaingilia kati jambo hilo ili wapate mishahara yao ambayo imefikia pesa nyingi kwa mujibu wao. Waliandamana mnamo Jumatatu, hivi nitakualika kufuata ripoti ufuate jinsi gani wa mama hao walikuwa wakiweka mawe barabarani. Hatutaondoka sehemu hii, tutalala hapa mpaka pale watuue, na rais asikilize sauti zetu, jinsi tunateseka sisi akina mama ambao tulipoteza waume wetu katika vita vilivyofanyika mnamo tarafa ya Beni. Ni akina mama wengi ambao wameendelea kudai miezi 4 pasipo kulipwa tangu wauawe waume wao kunako shamba ya mapambano katika mapigano mbalimbali inayoripotiwa
mnamo tarafa ya Beni na maeneo pengine jimboni Kivu ya Kaskazini. Ni kitu gani? Si hatutatoka mpaka turesudre probleme ya nini ya 4 mois yetu tuko no impayé. Kwa siku gani? Tulishachoka siku tunachoka. Kama babona yetu abakufa basodana wanakuja nchi. Hatujui kama tutafanya nini. Bwana alikufa muvita mvua Beni ya baada final. 4 mois hatuyapata makuta. Kisha biko na tungoesha ngoesha. Ile siku yenye zilikosekanaka depuis mwezi ya 11 tuko na kuya banasema sasa tuache mafotokopi. Kesho wala kesho yake delegation na kuya na tulipa makuta yetu. Tuko ba veve ya mpya sasa hivi hatuyafaka control. Makuta zetu zingali kumikono. Kisha je, tunakosa makuta je? Kumbuka kwamba tangu kuzinduliwa kwa operesheni za kivita dhidi ya makundi zinazojihami silaha wilayani Beni zaidi ADF, ni kuwa askari ni wengi ambao wamekwisha kupoteza maisha katika uwanja wa mapambano. Mapigano hiyo imedumu zaidi ya miaka 6 tangu mwaka wa 2014. Shukrani za dhati zikurudilie Bwana Jean-Claude Kabika. Umetuweka angani. Watazamaji wote na watakia laheri, endeleeni kujiunga na programu zetu. Najua kwamba mlikuwa wengi mkijiunga nami katika idhaa hii ya Kiswahili ya Hope Channel TV iliyokutangazia moja kwa moja toka hapa jijini Goma, mashariki mwa Kongo DRC. Asante na kwaherini.